Okay, mpaka sasa umefikia kwenye video hii, utakuwa unajua kabisa hisa ni nini. Utakuwa unajua vitu vya muhimu ambavyo unatakiwa uvifahamu kabla ya kuwekeza kwenye hisa. Sasa ninakuleta katika part nyingine ambayo unatakiwa ujue faida za hisa, alafu ndo tutafuata hasara za hisa. Sawa? Haya. Faida za hisa, nitakutajia faida 3 ambazo ni za muhimu ambazo unatakiwa uzifahamu. Mimi naenda kuwekeza kwenye hisa. Faida gani ambayo mimi napata kwenye hisa? Kwa hiyo faida ya kwanza ni gawio. Hii inajulikana. Faida ya kwanza ni gawio, dividend, ambayo kampuni yenyewe ikipata faida, sehemu ya faida hiyo huwapatia wanahisa wa kampuni hiyo. Kwa hiyo ile faida wanagawana nayo. Kama ushai kusikia kwamba wamesema kila hisa utapata shilingi labda 70 au utapata shilingi 600. Kwa hiyo kampuni inagawa faida katika kila hisa moja. Sawa? Kwa hiyo hilo ndo gawio unasikiaga, na mara nyingi gawio inatolewa mara moja kwa mwaka. Haya, tunakuja faida kwenye mtaji wako, yani capital gain. Pale unaponunua hisa kwa mara ya kwanza, yani wewe mwekezaji unasema kwamba mimi nanunua hisa, unakuwa umenunua hisa katika bei iliyopo sokoni muda huo. Sawa? Tutoe mfano, umenunua hisa shilingi 500. Yani muda huo hisa hiyo moja, hiyo kampuni moja ni shilingi 500 sokoni. Umeweka pale fedha yako. Pap, milioni 10. Umeona? Umeweka mtaji wako wa milioni 10 wakati hisa moja ni shilingi 500. Sasa muda umepita wote huo, labda mwaka, miezi 6 au miezi 3, saa nyingine inatokeaga. Umeona? Yaani vitu vingine vinatokeaga tu. Sasa hisa tena sio shilingi 500, ni shilingi 2000. Wewe uliwekeza milioni 10 wakati hisa moja ni shilingi 500. Sasa hivi hisa moja imepanda bei, imepanda thamani mpaka kwenda 2000. Mtaji wako wa milioni 10 haubaki milioni 10. Mtaji wako wa milioni 10 unakuwa milioni 40. Mtaji wako unakuwa milioni 40. Hizo milioni 30, kumbuka umewekeza milioni 10. Hizo milioni 30 zilizoongezeka unajiuliza, nimepata wapi jamani hela hii yote? Na unaweza ukaitoa, ukaacha mtaji wako mwingine ubaki, uendelee kuzalisha. Faida ile unaweza ukaitoa. Labda ukasema sasa hivi, imekuwa milioni 40, nataka nitoe milioni 20 nifanye vitu vyangu, ni milioni 20 nyingine na iacha. Iendelee kuzalisha. Umeelewa? Kwa hiyo ndo mara nyingi uwekezaji watu wanafanya hivyo katika hisa. Kwenye eneo la kukuza mtaji. Kwamba wewe unaiacha, huo mtaji wako unauacha pale pap, siku zinavyoenda thamani utakuta ya hisa moja inapanda, saa nyingine inashuka. Kwa hiyo inategemea pia na kampuni gani unaenda kuwekeza. Video nitatoa Jumapili, nitatoa video ambayo inaelezea kwamba ni ufanyeje, yani katika kuenda kuevaluate kampuni gani ambayo unataka kuwekeza kwenye hisa, vitu gani ambavyo unatakiwa uvizingatie. Sawa? Nitatoa YouTube. Kwa hiyo nenda pia kule follow au subscribe kwenye channel yetu inaitwa Wekeza TV. Okay. Kwa hiyo ulichokiona hapo ni nini? Ni ongezeko la mtaji, ukuaji wa mtaji wako, capital gain. Sawa? Kwa hiyo unapata faida pia kupitia hiyo. Faida ya 3 ni ushiriki katika ukuaji wa kampuni. Sawa? Yaani inamaanisha kwamba kwa sababu wewe una sehemu ya umiliki katika kampuni hiyo, hivyo kuna haki ambazo unapata kama mmiliki. Umeelewa? Kwa mfano, mikutano mikuu, annual general meeting ambayo inafanyika. Tutoe mfano tu, kuna benki moja juzi kati imefanya annual general meeting Arusha. Sawa? Mwanahisa anaruhusiwa kwenda kwenye hizo meeting, unaenda, unasikiliza, wanakuhusisha chochote ambacho kinaendelea kwenye kampuni yao. Sawa? Bali na hiyo pia unapata nasemaje, right to vote, yani kumaanisha unapata ile haki ya kupiga kura. Vipo vitu ambavyo wanahusisha wanahisa wote na wanapiga kura wanahisa wote ili kupitisha jambo fulani ambao wanataka walipitishe kwa ajili ya manufaa ya kampuni. Kwa hiyo wewe pia unakuwa pia na haki ya kupiga kura. Hiyo ni faida pia kubwa, unashirikishwa katika ukuaji wa kampuni. Umeelewa? Kwa hiyo mpaka sasa utakuwa unaelewa faida. Nimetaja faida kuu tu 3 katika eneo la hisa. Video nyingine nataka nikuelezee kuhusiana na hasara za hisa kwenye uwekezaji wowote. Mtu asikudanganye, zipo pande mbili za kupata na kukosa.
faida na hasara, lakini asilimia huwa zinatofautiana. Zipo uwekezaji mwingine ambao asilimia ya kupoteza yani ni kubwa, na tena ni haraka sana, 100% kabisa ukapoteza kila kitu. Lakini upo uwekezaji mwingine kwamba asilimia ya kupoteza ni ndogo sana. Kwa hiyo fuatilia video yetu nyingine to follow ili uweze kupata taarifa zaidi kuhusiana na uwekezaji. Nikutakia siku njema. Bye bye.